Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mpendwa mtazamaji, napenda nikukaribishe katika channel yetu ya Yosh Testimony TV, maana yake ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel ambayo inafundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji, naomba ufungue moyo wako, ulipokee neno la Mungu na uliruhusu lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku, sawa sawa na yasemavyo maandiko. Somo letu la leo ni somo la 48 katika mfululizo wa masomo yetu kutoka waraka kwa Waebrania, na lina kichwa cha somo lisemalo dhabihu za sifa na matendo mema, na linatoka katika Waebrania sura ya 13 mstari wa 15 na mstari wa 16. Tutaanza kwa kusoma neno mistari miwili, mstari wa 15 na 16. Alafu tutakuwa na utangulizi mfupi. Baada hapo tutaangalia dhabihu ya sifa na vipengele vyake vyote. Alafu tutaangalia dhabihu ya matendo mema na ushirikiano na vipengele vyake. Alafu tutahitimisha somo letu. Kwa hiyo nianze kwa kusoma Waebrania sura ya 13 mstari wa 15 na 16. Nitasoma. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo uungamayo jina lake. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Utangulizi. Mwandishi, kama tulivyoona kwenye somo lililopita mstari wa 10, alikuwa akijibu pingamizi mojawapo lililokuwa linaletwa na Waebrania wasioamini, na linakuwa changamoto kwa wale waliokuwa wamemwamini Yesu. Pingamizi lenyewe lilikuwa linaweza kuwa kama tulivyoona hapo nyuma, yaani wanakuwa wanasema hivi: sisi Wayahudi kwa ujumla wetu tuna madhabahu yetu hapa hekaluni, lakini nyie hamna madhabahu wala dhabihu mnayotoa. Na kwa hiyo wanakuwa wanaonyesha kwamba Wakristo hawana ibada, hawatoi ibada kwa Mungu. Sasa tuliona akilijibu hili swali katika mstari wa 10 na 12 ambao tuliangalia kwenye somo lililopita, akijibu kuhusu madhabahu ya Agano Jipya, na katika mstari wa 13 na 14 anaeleza mojawapo ya dhabihu zinazotolewa kwenye madhabahu hiyo, au tuseme mojawapo ya ibada inayofanyika, na hii si nyingine ni ile ibada ya kuitoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai. Mwandishi hakuitaja moja kwa moja kama ibada, lakini tunajua Paulo katika Warumi sura ya 12 mstari wa 1 alisema ndio ibada yetu yenye maana, kuitoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai. Lakini leo tutaona akizidi kuwafafanulia aina nyingine ya dhabihu ambazo zinatolewa katika madhabahu ya Agano Jipya. Kwa kifupi, alikuwa anaweka jibu lake kwenye mfumo ufuatao. Anasema ni kweli hatutoi dhabihu za wanyama tena, kwa sababu Yesu ndiye dhabihu kamili na ya mwisho kwa ajili ya dhambi zetu. Ndugu mtazamaji, hilo tumejifunza tangu sura ya 8. Yesu ndio dhabihu iliyokamilisha, imeondoa dhambi zetu na kutupatanisha na Mungu. Kwa hiyo hatuhitaji dhabihu nyingine ya damu kama hiyo. Lakini tunatoa dhabihu kwa Mungu si ili kupata msamaha wa dhambi, bali kwa sababu tunao tayari msamaha wa dhambi katika Kristo. Dhabihu zetu za sasa ni sadaka za shukurani, na si za mara kwa mara tu, bali ni za kudumu. Tunatoa dhabihu wakati
wote. Tunatoa dhabihu za sifa na matendo mema. Vile vile hizi ni dhabihu zinazompendeza Mungu. Kwa hiyo kwa kifupi ndio alichokuwa anaeleza hapa. Kwa hiyo katika mistari hii 7 kuanzia mstari wa 10 mpaka huu wa 16, mwandishi ametaja na kueleza aina 3 ya dhabihu au ibada zinazofanyika katika madhabahu ya Agano Jipya. Ya kwanza tumeiona ile ni dhabihu ya miili yetu kama dhabihu iliyo hai. Ya pili ni dhabihu ya sifa, tunda la midomo yetu ambao tutaliona leo. Na ya tatu ni dhabihu ya matendo mema na ushirikiano au mashirika ambayo vile vile tutaiangalia leo na iko katika mstari wa 17. Tuanze sehemu ya pili, dhabihu ya sifa. Kuna maandiko mengi katika Biblia kwa ujumla, hasa katika Zaburi, yanayotutaka kumsifu Mungu. Sifa ni zana yenye nguvu ya kutubadilisha kutoka kwenye ubinafsi kutuelekeza kwa Mungu, kumtambua Mungu. Ukweli kuhusu sifa ni kwamba furaha ya aina yoyote ile, iwe ni kuhusu Mungu au kitu chochote, huishia kwenye sifa. Na wanadamu tuko hivyo. Kila tunachokifurahia tutaishia kukisifu. Kama wanadamu tunapenda kusifu. Tunaona raia wakimsifu kiongozi wao wanayempenda, tunaona wanafunzi wakimsifu mwalimu wao wanayempenda, wasomaji mashairi wanamsifu mtunzi ambaye anawafurahisha, wachezaji usifu mchezo wao wanaopenda, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tunapenda kusifu kile tunachofurahia, kwa sababu sifa haionyeshi tu tunachopenda, bali inakamilisha furaha yetu. Kwa maneno mengine, sifa ni ukamilifu au utimilifu kamili wa furaha. Kama kitu nikipenda kweli, utaishia kukimwagia sifa. Kwa hiyo ikiwa tunataka kutimiza kusudi letu kuu ambalo Mungu amelituumbia, ambalo ni kumtukuza na kumfurahia milele, furaha yetu itafurika kupitia sifa kwa Mungu ambazo zitakuwa endelevu. Kwa katika somo la leo, mwandishi anataka tutoe maisha yetu kama dhabihu ya sifa endelevu kwa Mungu, lakini bila kupuuzia, kutenda mema na kushirikiana. Kwa hiyo tutaangalia kanuni 2 hasa kuhusu sifa kutokana na mstari wa 15 kama alivyoweka mwandishi. Kitu cha kwanza au kanuni ya kwanza ya sifa ni kwamba kila kitu tunachofanya katika maisha ya Kikristo ni kupitia Kristo. Kila tunachofanya katika maisha yetu kama Wakristo ni kupitia Kristo. Hebu tusome tena mstari wa 15. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iungamayo jina lake. Maneno kwa njia yake yeye yanatukumbusha jambo muhimu ambalo tunapaswa kusisitiza kila wakati. Ni kwamba njia pekee tunaweza kumkaribia Mungu ambaye ni mtakatifu ni kupitia damu iliyomwagika ya Bwana Yesu. Na hapa ni kama tunakamilisha tulichoanza kuanzia sura ya 1. Tulisema wakati huu Mungu anazungumza nasi kupitia mwanawe Yesu. Kwa hiyo hapa tunasema ikija kwenye kumshukuru Mungu na kumsifu na kumwabudu, inabidi tupitie kwa Yesu. Kwa hiyo tukijaribu kumtolea Mungu ibada au matendo yetu mema bila Kristo, ataiona yote kama uchafu mtupu. Hapo unaweza ukasoma kwenye Isaya sura ya 64
mstari wa 6, kwamba tutakachofanya kinaweza kuwa ni kama nguo iliyochakaa au iliyonajisiwa. Kwenye waraka huu tumeona watu wakimkaribia Mungu kupitia dhabihu tangu mwanzo wa historia ya mwanadamu. Na kila wakati Mungu aliweka wazi njia inayofaa kwa wanadamu kumkaribia kupitia dhabihu zao. Na mfumo mzima wa Agano la Kale au dhabihu za Agano la Kale, kama tulivyosoma au kama baadhi yenu mmesoma kwenye Mambo ya Walawi, ulianzishwa na Musa, ulielekeza mbele kwenye dhabihu kuu na ya mwisho ya Mungu ambaye ni Bwana Yesu Kristo, aliyekufa kama mbadala ya wote wamwaminio. Katika masomo yetu hapo nyuma tumeona mwandishi akisema kwa wazi kabisa kwamba Yesu alitimiza katika kifo chake kile ambacho mfumo wa dhabihu za Agano la Kale zilikuwa zinaonyesha tu. Nafikiri kwa kwenye sura ya 8. Kwa hiyo dhabihu moja ya Kristo mwenyewe ilikamilisha, ilitimiza na ilikomesha mfumo wa dhabihu za Agano la Kale. Kwa hiyo kumtolea Mungu dhabihu za wanyama kwa sasa ni kukataa dhabihu ya Kristo ya mara moja kwa ajili ya dhambi zetu. Hakuna maelezo zaidi ya hapo, kwamba ukianza kwenda hekaluni kwa wale waliokuwa wanafanya vile au ndugu zetu na kutoa dhabihu ya mnyama kwa ajili ya ondoleo la dhambi au kwa ajili ya upatanisho na Mungu, ilikuwa ni kama una idharau na kuikataa dhabihu aliyotoa Yesu pale msalabani. Kwa hiyo dhabihu pekee tunazoweza kutoa sasa ni dhabihu za kiroho za kujitoa, kama tulivyoona, kutoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai, dhabihu za sifa, tunda la midomo yetu, na dhabihu za matendo mema. Na hizi zinaweza kutolewa kupitia yeye, ni kupitia Kristo. Nje ya hapo unakuwa hujafanya chochote, na hili limefundishwa kwa namna mbalimbali kwamba kuwa mtu mwema au kufanya hivi hakukusaidii chochote kama hujamwamini Yesu. Lakini baada ya kumwamini Yesu, ukifanya hivi vitu vinakujengea CV ambayo kule utapata taji bora kufuatana na kiwango cha matendo yako mema. Kwa hiyo kila mwenye dhambi anayemjia Mungu katika Kristo akiwa na mahitaji yake yote, anamkuta Mungu akimjia katika Kristo na majibu yake au ahadi zake zote. Kwa hiyo ahadi zote za Mungu, baraka zote za Mungu katika ulimwengu wa roho, na hii Paulo ameeleza vizuri katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 3, ni ndio katika Kristo Yesu. Yesu ndio ya Mungu inayoamua kwa wote waaminio. Kwa hivyo njia pekee tunaweza kumjia Mungu kwanza ni kupitia imani katika Kristo. Njia pekee tunaweza kutegemezwa katika maisha ya Kikristo ni kupitia imani katika Kristo. Kila kitu katika maisha ya Kikristo huja kupitia Kristo. Kwa hiyo kila kitu tunachofanya katika maisha ya Kristo lazima kifanywe kupitia Kristo. Ni aibu kwa dhabihu ya Kristo kufikiria kwamba tunaweza kumjia Mungu kupitia mpatanishi mwingine. Na hili kosa, ndugu wasikilizaji, tusifanye. Kuna baadhi ya watu wanajiita wa Kristo lakini wanafanya kosa la msingi la kutafuta mpatanishi mwingine kati yao na Mungu zaidi ya Kristo. Ndugu, tusifanye hivyo. Kristo anatosha. Kristo pekee ndiye kuhani wetu mkuu, kama tulivyoona sura ya 7, sura ya 8,
sura ya 9, ndio dhabihu pekee iondoayo dhambi na kuleta upatanishi. Kila kitu ni kupitia Yesu. Kwa hiyo hicho ilikuwa ni sehemu ya kwanza aliyoweka katika mstari wa 15, kwamba tumpe Mungu dhabihu ya sifa kupitia Kristo. Kipengele cha pili ni kupitia Kristo tunapaswa kumtolea Mungu dhabihu za sifa zisizobadilika, za kudumu. Sifa kwa Mungu si kitu cha kufanya unapojisikia kufanya wakati ambao mambo ni rahisi kwako. Kama tulivyosema pale mwanzoni, Zaburi zimejaa hii hitaji la kutoa sifa. Mpaka ukisoma kwa makini utaona kama ni amri, wala sio kitu sio pendekezo fulani, ni amri kumsifu Mungu. Zaburi imejaa amri, msifuni Bwana. Kwa hiyo hili sio pendekezo la kitu ambacho unaweza ukajaribu wakati huna kitu bora cha kufanya. Ni amri inayojikita katika kila unachokifanya. Sifa kwa Mungu inapaswa kuwa ndio msingi mzima wa maisha yetu. Tunapaswa kuvutiwa sana na kufurahishwa na ukuu wake, wema wake, neema na utukufu wake, kiasi cha kwamba kama kikombe kilichojaa maji tunafurika kila wakati katika sifa kwa Mungu. Kwa hiyo mambo ambayo tunayaona, ambayo tunayasikia, ambayo tunayahisi, yote yanatuelekeza katika kumsifu Mungu. Sifa za kweli lazima zitoke moyoni. Kwa hiyo amri hii inahitaji mioyo yetu iwe safi mbele za Mungu. Mungu huona mioyo yetu. Na hii tuliona mapema kabisa kule katika sura ya 4 mstari wa 13. Waebrania sura ya 4 mstari wa 13. Mungu huona mioyo yetu, Mungu ana tathmini kilichoko moyoni mwetu. Kwa hiyo ikiwa mioyoni mwetu tunanungunika na kulalamika kuhusu jinsi Mungu anavyotutendea, na kisha tunakwenda kanisani, tunavaa nyuso za furaha, tunaimba nyimbo za kumsifu Mungu, huo unaitwa unafiki. Tunapaswa kushughulikia mioyo yetu kwanza, na matayarisho au maandalizi ya sifa au ibada yote kwa uwezo kama zilivyoelezwa hapo, lakini hasa hii ya sifa ni kutayarisha mioyo yetu iwe sawa na Mungu. Sifa za kweli na matendo mema ya kweli hutiririka kutoka kwenye moyo ulioridhika katika Mungu na neema yake tele kupitia Kristo. Kwa hiyo inatakiwa mioyo yetu ishangazwe na neema ya Mungu, na akili zetu zishikiliwe na ukweli wa Mungu, na hisia zetu zitekwe na mema, na hisia zetu kuhusu mema na mabaya zijikite katika haki ya Mungu. Hiyo ndio kigezo cha kufanya uamuzi wa hili ni jema, hili ni baya. Na mawazo yetu yaongozwe na uzuri wa Mungu, na maisha yetu yaimarishwe na ukuu wake, na tumaini letu lijazwe na utukufu wa Mungu. La sivyo, sifa zetu tunazotoa kwa Mungu itakuwa kile ambacho Paulo anaita matendo ya sheria na sio tunda la Roho. Kipaumbele namba 1 ni kukuza mioyo inayomheshimu na inayomtukuza Mungu. Kwa hiyo mwandishi ameishia kwa kufafanua katika mwisho wa mstari wa 15, tunda la midomo inayokiri jina lake. Kukiri jina la Mungu kuna maanisha kutangaza waziwazi na kujitiisha kwa sifa na matendo ya neema ya Mungu kwetu katika Kristo Yesu. Sifa hutiririka kutoka
katika moyo ambao umeletwa katika utii kwa neno la Mungu. Kwa hiyo tunapoona kwamba haki na utakatifu wake Mungu pamoja na rehema na upendo wake vimeshikiliwa msalabani, ambapo mwana wake Yesu alichukua ghadhabu tuliyokuwa tunastahili sisi, hapo tunaanza kuona kwamba anastahili kupewa sifa. Kwa hiyo unaweza ukatamka, haiwi vigumu kutamka ukiona dhambi yako, ghadhabu ya Mungu juu yako imebebwa msalabani na mwanawe Yesu. Kwa kupitia hapo unaweza ukatoa sifa zinazoweza kutoka mdomoni mwako na kwa sauti kuu inavyowezekana. Tunapoona kwamba Mungu ametuokoa na kutuita kwa wito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu, bali kwa kadri ya kusudi lake na neema yake, naona msukumo mkubwa unatoka wa kumsifu Mungu kwa matunda ya midomo yetu, kwa kutoa sauti zetu na kuzipaza, tukikiri kwamba huyu ni Mungu, huyu ni baba yetu, huyu ndiye aliyetuokoa. Kitu kingine ambacho kimewekwa katika mojawapo ya sifa namba 3 ni ile ya kutoa dhabihu za matendo mema zisizobadilika. Kwa hiyo kupitia Yesu Kristo tunapaswa kumtolea Mungu dhabihu za matendo mema zisizobadilika. Vile vile hapa cha kusisitiza ni kwamba ni kupitia Yesu. Kama nilivyosema hapo awali, kama unafanya matendo mema, sijui unawasaidia watu maskini au wenye mahitaji na nini, bila kupitia Yesu, hizo ni wewe kujitafutia sifa za kwako, lakini hujamsifu Mungu wala hujamwabudu Mungu kwa hilo. Kwa hiyo hapa tuangalie vitu viwili vilivyoko kwenye huo mstari. Kuna kutenda mema na kuna kuwa na ushirikiano. Kutenda mema ni neno la jumla, linahusu kila aina ya huduma ya vitendo kwa wengine. Wakati kushirikiana kuna maanisha kushiriki mambo muhimu ya maisha na wale wenye uhitaji, lakini ambao hawawezi kufanya kazi ili kuyapata yale mahitaji au mambo. Kwa hiyo tunazoziita huduma ndio zinakuja hapa, ni huduma. Unafundisha, unatayarisha ibada, unaongoza watu katika maombi, unaongoza watu katika kuabudu. Hizo zote ni huduma. Lakini kushiriki ni kuona wenye mahitaji na ukayatimiza mahitaji yao, au ukaisaidia kupunguza mateso na adha walizonazo. Hiyo ndio anaita ushirika. Kwa hiyo kuweka pamoja matendo mema na ushirika, unapata hii ibada ya matendo na ushirika. Yakobo katika sura yake ya kwanza mstari wa 27 alitoa kitu ambacho kinakuwa kinaeleweka ukikiweka katika dhana ya kutenda, kwa sababu kutenda kila mtu anatenda. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27. Nafikiri wengi wenu mnaifahamu. Dini iliyo safi na isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hii iko wazi kwamba katika vitendo, kupitia Yesu, ukifanya hivi unafanya ambacho kinampendeza Mungu. Yakobo anaendelea kusema katika sura yake ya 2
mstari wa 15 na 16, na tutasoma vile vile kwa sababu inajieleza. Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akamwambia au akawaambia, enendeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Hapa inaonyesha kinachotakiwa kufanya. Mtume Yohana anarudia hili katika barua ya kwanza ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 na 17, 16 na mpaka 18. Tasoma vile vile kwa sababu na yenyewe inajieleza. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki za dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu akaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Yesu na yeye alifundisha jambo lile lile aliposema kwamba tunapowalisha wenye njaa na kuwanywesha wenye kiu, tunapowakaribisha wageni na kuwavika walio uchi, tunapowatembelea wagonjwa au walio gerezani, tunamtendea yeye. Mathayo sura ya 25 mstari wa 35 mpaka 40. Kama Paulo alivyoandika katika Wagalatia 6:10, kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamii ya waaminio. Maneno haya kama nilivyosema hayahitaji ufafanuzi mkubwa, ni mambo tunayoyajua, mambo ambayo yanaweza kufanyika. Lakini lazima nikiri kwamba katika ulimwengu wa sasa, ambapo tunajua mara moja kuhusu mahitaji yanayotokea karibu kote ulimwenguni, si rahisi kujua ni kiasi gani utoe au ni wapi ukikitoa. Sasa hivi tunavyozungumza, kuna watu huko Gaza wanakufa njaa kwa sababu ya vita inayoendelea kule. Lakini vile vile hapa barabarani au mtaani kwako unaweza kuwa kuna watu ambao na wenyewe wana mahitaji muhimu, hawana. Watoto wamefukuzwa shule, hawana uniform, hawana kalamu, hawana daftari. Kwa hiyo unakuta inakuwa kazi ngumu kuamua utoe kiasi gani na utoe wapi. Lakini hatupaswi kuruhusu hilo lituzuie kuwa wenye bidii kwa matendo mema, kama Mtume Paulo alivyoandika katika Tito sura ya 2 mstari wa 14. Hiyo lisituzuie. Lazima tumombe Mungu atuonyeshe, lakini tufanye. Ni matendo haya, sio kitu cha kufikiria, sio kitu cha kuomba sana. Mradi unakifanya kupitia yeye. Andiko letu linatoa hoja moja ya mwisho ambayo inatutia moyo kwa kiasi kikubwa, kwamba Mungu anapendezwa na dhabihu zetu za sifa na matendo mema. Na naona hapa alikuwa anataka kuambia wale Wayahudi wasioamini ambao walikuwa wana challenge au wanaonyesha kwamba ibada yetu haina kitu kwa sababu hatutoi dhabihu, hatuna madhabahu yanayoonekana physical. Lakini anawaambia hivi vitu alivyovitaja hapa, kujitoa miili yetu kama dhabihu hai, kutoa sifa kama tunda ya ulimi, na kutoa huduma na msaada kwa wasioweza, ni dhabihu zinazompendeza Mungu. Na dhabihu kama hizo zinarejelea dhabihu zetu za sifa na matendo mema. Kama tungezitoa bila Kristo, zingekuwa ni jaribio la bure, ni kitu unafanya tu na la kukera na kujisifu kwa upande fulani. Lakini unapozitoa kupitia Kristo, nafikiri hapa ndio ndugu mtazamaji unapaswa kuelewa, unapozitoa kupitia Kristo unakuwa una appreciate au unakiri
na kukubali aliyofanya Mungu kupitia Kristo pale msalabani. Kwa hiyo haya matendo yanakuwa na maana. Mungu anapendezwa nayo. Lengo la maisha yetu linapaswa kuwa kumpendeza Mungu kwa upendo wake kwake. Kwa Paulo aliwaomba Wakolosai katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 10, ili muende kama inavyomstahili Bwana, mkimpendeza katika mambo yote, mkizaa matunda katika kila kazi njema na kuongezeka katika maarifa ya Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kuishi kila siku tukitambua kwamba siku moja tutasimama mbele zake, na tunapaswa kuishi tukitarajia kumsikia akisema, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Mathayo 25 mstari wa 23. Ikiwa kupitia Kristo tunamtolea Mungu dhabihu za sifa na matendo mema kila mara, tutafurahi siku moja kusikia maneno haya yakitajwa kutoka midomoni mwake. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji, kama wewe ni mmoja wa wale ambao hawajamwamini Yesu, naomba utafakari kwa makini sana maneno ya somo hili. Dhabihu ya damu ya Yesu inatosha kwa msamaha wa dhambi na upatanishi. Hatuna haja ya kutoa dhabihu hiyo tena, lakini na kuomba umwamini Yesu nawe Bwana wa maisha yako milele. Na kama umefikia uamuzi huo, hebu fuatisha sala hii ninayoomba sasa hivi. Bwana Yesu, ninakiri mimi ni mwenye dhambi na nahitaji msamaha wako. Naamini kabisa kwamba ulikufa kwenye nafasi yangu na ukalipa deni langu kabisa. Najisalimisha kwako uwe Bwana na Mwokozi wangu, ukiniwezesha kuishi maisha ya shukrani kwa matendo mema na sifa kwako na Mungu inayodumu milele. Naomba yote katika jina lako. Amen.